Karibu sana mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa simulizi yetu nzuri kabisa, simulizi ya kweli ya maisha ya Mathayo. Tunaingia sehemu ya 14 na ndio sehemu yetu ya mwisho ya simulizi hii nzuri kabisa. Katika sehemu iliyopita, Mathayo alitueleza kwamba baada ya kuhudhuria katika msiba wa shangazi yake, aliletewa ujumbe ambao walikuwa unaeleza kwamba marehemu kabla ya kifo chake aliacha ujumbe wa kwamba endapo atafariki, basi Mathayo pamoja na mdogo wake wa mwisho upatiwe nyumba yake moja ambayo ilikuwa iko mkoani Tanga kama samahani. Lakini kitu cha kushangaza ni kwamba Mathayo baada ya kufikishia ujumbe huo na aliyekuwa mwanasheria wa shangazi yake, Mathayo alikataa kabisa kupokea nyaraka zinazohusu nyumba hiyo, na akielekeza kwamba nyumba hiyo apatiwe mtoto wa marehemu. Tofauti na hapo, tuliona baada ya kukamilika kwa msiba huo, Mathayo alipigiwa simu na bibi yake, yaani mdogo mtu wa yule bibi yake ambaye alimpatia Mathayo matumaini ya kwamba endapo atamaliza chuo kikuu basi angemtafutia kazi. Na baada ya kupigiwa simu hiyo, walikutana na kufanikiwa kwenda mpaka nyumbani kwa bibi yake huyo. Lakini baada ya kufika nyumbani hapo, Mathayo alikabidhiwa album ya picha, na baada ya kuangalia picha hizo, kuna karatasi ambayo ilidondoka ndani ya albamu ile, karatasi ambayo ilikuwa inaelekeza ujumbe fulani unayemhusu Mathayo. Je, ni ujumbe gani huu ambao uliachwa katika karatasi hiki? Nikukaribishe sana katika sehemu hii ya 14 na nikukumbushe tu kwamba usisahau kusubscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili uweze kujihakikishia kuwa mwanafamilia wa kudumu wa chaneli yetu. Kweli inaweza kweli tusipushi sana, lakini nitajaribu. Naambia wewe usiwazi. Sitaki hata ujaribu. Sitaki wewe matumaini, kwa sababu matumaini ya kwanza nilipewaga ya uongo, mengine nilipewaga yakaja kayayushwa, mwingine wa mwisho ni yule aliyepoteaga yeye. Bora hata matumaini angepotea yeye, alipotea yeye. Alipotea kaambia yeye dada yako marehemu alifariki na matumaini kama kumbuki. Akaambia kumbe unaongelea dada. Ngoja nikuletea albamu. Akaleta albamu. Sasa wakati kwenye albamu mavitu vya dada yake kuna barua imeandikwa jina langu. Kumekucha tena Mathayo mimi. Mbona nimeandikwa vitu gani? Inafunuliwa barua, alikuwa ameandika tu kama ikitokea hatopona, maanisha atakuwa na kufa. Hela yake iliyoko benki kwenye akaunti, kiwango kingine kiwekwe kwangu kama kunipushi. Alisema 30% ya hela yake iliyoko benki niwekewe mimi. Ila wakati huo mpaka hiyo barua naisoma tena yenyewe nilisoma kwa bahati mbaya, walisahau sijui ilikueje mpaka mimi naiona. Sio 30 tu, hata 0.01 kwenye akaunti ilikuwa hamna. Washaiyayusha, walipambania kwa kutimiza agizo la marehemu la 30% iliweko kwenye upande wangu. Na sijui alikuwa na shilingi ngapi, lakini yule mzee alikuwa na hela chafu sababu alilitaya pia, nakumbuka kwa alipewa kiwa mgongo chake, kwa alikuwa na hela chafu sana kwenye akaunti. Ina maana sasa hivi maagizo hayo ungekubali? Kwa ya yule pale ningeyapokea, kwa sababu yule pale sikuwa na mvutano wa aina yoyote. Yule niliyakataa kwa sababu dada yake na mimi hazipandi. Na kuna kitu kimoja kishai kutokea kwenye familia yetu ambacho hakinihusu mimi lakini kinaniuma mpaka kesho. Bibi mzaa baba alikuwa na kiwanja chake kipo eneo la barabarani ambayo ni kina price kubwa sana. Kiliwahi kuibiwa na kilichukuliwa. Kesi ilikuwa imemshinda mahakamani kwa sababu hana hela. Hela tu ndogo sana. Yule mzee alitoa hongo 100,000 akapewa kile kiwanja. Kwa wale wenye uwezo waliwapa taarifa hawakumsaidia, hawakuwa na muda naye, na bado wakawa wanamsimanga na kumuongelea vibaya. Kwa mimi sikuwa nataka kitu chao cha aina yoyote, kwa sababu wana law fulani za kutu. Ndiyo. That is why sikupokea cha yule, nisingepokea, lakini yule kama ningepewa ningeipokea. Yaani yule ningepokea kwa moyo mmoja, sababu sikuwa iko na kwaro naye. Ila yule kiumbe anaitwa shangazi mimi.
hata akinipa kucha yake siwezi kubeba. Kwa hiyo sasa baada ya kuiona ile barua kwa njia hizo ambazo sio rasmi, maana ilikuwa kama ni barua shtukizi. Wao walipotambua kwamba umeiona, bibi alichangamka. Alikuwa mbele ya muda kujieleza, alijimaliza. Akajimoya moya uwanja ulikuwa wake. Na by the way, mwanzo nilikuwa naanza kilikuwa kinaanza alikuwa na shilingi ngapi kwenye account ya 330 sehemu gani? Ila alivyoanza tu kujieleza, unajua kuhusu baba, akajua hiyo hela ipo tena. Basi Nikaza bibi, hata hamna shida, wewe usiwaze. Mimi hata sikuwa nafikiria hiyo kwa sababu hakipo kwenye hesabu zangu. Lakini usiwaze. Nikamwambia sasa kwa sababu nikaona anazidi kunipotezea muda, ibidi sasa mimi niingizie ile mada yangu ya ada. Sasa nifukuze. Sasa ndio njia pekee ya mimi kunitimua pale. Hakuna njia nyingine. Hela tu ndio njia kunitoa. Nikamwambia bibi, unajua bodi ya mkopo mimi bwana wananilipia 500,000. Kumbuka nalipia 100%. Ndiyo. Kama mimi nalipia 500,000. Ada nalipa 1.5 milioni. Kwa na milioni nzima nadaiwa. Ukijipiga leo kinilipia 500,000 utalipa mwenyewe. Akasema sema tatizo mjukuu wangu. Akasema yeye kitu alichokuwa nakitaka ndio hicho tumefika sasa. Unajua mjukuu wangu kwa sasa mambo yangu mimi hayapo vizuri, vikaenda vikarudi, vikapanda vikashuka, vimeinuka vimebinuka. Hata siwaze bibi, hata hivyo sikuwa nakushinikiza sana kwa sababu hata mwaka wa kwanza nilipa ada yangu mwenyewe. Wewe hata usiwaze. Sema tu mimi nilichoomba hapa sasa hivi nirudi. Yule shangazi mdogo kuliko wote, yani mtoto na huyo bibi ambaye nipo hapo kwake. Ndio. Akaniambia hamna, usiondoke, niko napika. Ungejua siko interested na kula kwa watu. Akaniambia hapa sio kwa watu, niko kama sio kwetu hapa. Changanya kabisa, mimi kwetu palisha poteaga. Kama kuna palisha poteaga kivipi? Kama mimi na baba alipokufa ndio kwetu kule kushapotea. Kwa mimi nilipo ndo hapo kwangu. Ambia wapi nilipopangisha ndo kwangu. Kwa hiyo sina kwetu kingine. Hamna bwana, usiseme sasa kidogo. Connection yangu mimi na yule mtoto wake hana hatia. Ambaye ndio shangazi yangu hana hatia. Akana niomba sana na kidogo lika lake na langu kidogo tunakaribiana. Hiyo moment mimi na miaka 24, ndio binti yake miaka 27 na watoto wawili. Alikuwa anazaa haraka naye. Lakini amemaliza chuo sasa, sijui alisoma chuo gani na watoto wawili wakubwa, mmoja mkubwa na miaka 8. Alimzaliwa hapa najua yeye. So nikasema anyway, acha nibaki nile nisimdisappoint yule mdada. Kwa hiyo nilikuwa nafanya kwa ajili ya yule mshangazi, yani ni mshangazi yule shangazi mdogo. Yule bibi sikuwa nafanya kitu kwa ajili yake chochote. Kwa sababu ni kama sio kama namchukia, no. Ananipotezea muda, yani kunitoa uliko nitoa, kunivuruga, kunihangaisha, hamna cha maana. Ni sasa ni kama alitaka mimi nimtambue yeye ambacho hamna msaada wowote. Sasa kutana na mtu tu barabarani aanze kujitambulisha kama anipotezea muda, simjui hanijui. Unaona, kwa mimi nikani nimemheshimu tu yule binti yake. Ikabidi nibaki kinga kama mimi sitokula hapa. Itabidi niangazia alternative chakula ndio kwa sababu njia mimi kupata daladala kurudi kwangu ni ngumu sana. Labda kama utanipa gari lako niondoke na. Wewe kama wewe ndio nikuendelea wapi ndio bibi wewe mwanangu. Bibi yenyewe bibi wa TikTok ni kama utapotezea na muda wewe. Wewe so mimi nataka kuondoka. Imeshangaza kwa sababu lengo lake ilikuwa mimi kula kile chakula chake mpaka nilihisi sasa chakula kaeka nini, mbona ananiforce mimi kukila. Sio ni yeye mwenyewe tu kwamba alikuwa amenifurahi kuniona, kuitwa shangazi, ameitwa shangazi mara ya kwanza na mimi. Sijui amedata yeye mwenyewe na maisha yake, sema ni watoto wakishua kwa muda mwingi wako busy sana maisha yao. Kwa hiyo mimi kumuita shangazi aliona kama dunia yote kaibeba siki kiganjani. Na hivyo tulitofautia miaka miwili, ni kama alihisi kamaliza kila kitu. Kwa alikuwa anataka nile chakula alichopika. Nikamwambia basi wewe niwekee utakapojisikia. Akatafuta hotpot akaniwekea chakula. Ili uamini kwamba pale palikuwa sio sehemu rasmi. Nikamwambia hotpot yangu rudi nao, bibi ndio anaongea. Nikiangalia kabati imejaa hotpot ya kutosha. Naomba hotpot yangu rudi nao. Mungu. Mzee anajua hotpot yake. Na amesema atanisaidia. Ananisaidia kitu gani kama hotpot tunataka kumtoa damu hapa? Yaani anyway, mambo sio mengi. Naacha na ripoti yako hapa au usiwaze. Ina maana unaacha yani kwamba jibu shalipata hilo. Nimesema siri hapa, naacha ripoti lako. Mimi nishakwambia sitokula hapa. Umeniambia wewe ni acha ripoti lako. Maana yake akwambia uache. Alikwambia urudishe. Maana yake ni uache, hawezi kuniambia urudishe kama sio kuacha. Ni kwamba halikuwa hataki litoke. Ndio maana anataka kunipotezea muda huyu mzee. Baada ya kwenda kuliacha, mtoto wake akaamua kuja juu sasa. Sababu ni mtoto wake wa kwanza bwana. Au watatu.
wale wakubwa wote wana kazi. Ile ni watatu ambaye naye atakiwa aende kazini, sema ndio anazaa kwa fujo. Watoto wawili kwa wamechagua kumuozesha instead ya kwenda kazini kujitegemea, atakuwa waozesha. Yaani wanajua wenye familia yao. Kwa yule akaamua kuja juu sasa, sababu ni mtoto wa kike. Akaambia mama, hizo drama nimezichoka. Mimi ndo mwanangu wa kwanza naitwa shangazi, mtu ananiheshimu, tunakaa tunapiga story tunacheka. Alafu unataka kuleta mambo yako asieleweka. Chukua hiyo mata, chukua hiyo tipoti ya chakula. Umelivunja, umelichoma, unafanya utakachojisikia. Kafanya na baadhi hiyo tipoti ni yangu, sema tu nilinunua nikampa mama kama zawadi. Niambia inamaanisha ni yake. Sio nilinunua nimpa zawadi, sio wako tena, ni zawadi yake, sio yako wewe. Ndio maana yake ni yangu. Nimesema beba achana naye. Mimi nilisema nini? Nikalifunga mkanka. Kwa sababu nishaona wale mauzauza, bibi baadaye akaniambia, akatoka nje baada ya kuona mwanae kuja juu akaja kuniomba msamaha wakati nataka kuondoka. Kaniomba msamaha, baadaye akawasha gari yake. Akaniambia anisindikize mpaka stendi kule nipate gari, daladala kwa kanitoa. Peleka mpaka stendi, nimefika kana nataka kunipa hela. Sasa wakati huo nilishajiwekea kichwani mwangu sipokea ndugu yoyote. Sababu ni wapuuzi, wamekawa shenzi sana. Dakika 2 mbele nyuma nakuja kukwambia huyu mtoto wa mtu nilimsaidia. Nilimsaidia nani? Wapi? Kwenye nini? Kwa akana nipe 30. Ingawa bana, usiwaze. Na hela ya kula, na hela nauli. Wakati huo mfukoni nilikuwa na 4,000 kama sikosei. Ila nilikuwa na confidence kwa sababu nimeshapewa kwa ripoti kana chakula wewe hauna cha kunifanya. Nilimgomea ile hela yake, sikuwa nataka hela yake. Huyo bibi kwa sababu reaction ya output, nikiangalia na ule mzunguko, barua ile, niona ni kwamba alikuwa tu ni kuniita mimi pale ni kwa sababu baba mdogo alimtafuta, na pia kama huenda alikumbuka dada yake, labda anajihisi ana feel guilty ile kwamba anajihisi tumekosea, labda ndio sababu ya mimi kuwa pale. So anajua yeye mwenyewe kwa nini kaniita, lakini sikutaka kupokea ile yake. Sasa mimi niliona kabisa hapa sitajiki hapa, lakini sikuhitaji kuwa na chuki naye wala na hali yoyote kwenye maisha yangu, kwa sababu mimi na yeye hatujuani, ni kama wapita njia tutakutana bahati mbaya. So nikamwambia usinipe lako, nikachukua daladala nakautipotika huko nyumbani. Naweza mimi kile chakula sikukila kwa sababu pale nyumbani napokaa mimi kuna vijana wawili nakaa nao ambao mimi naishi nao na waboost, yani kama kwenye anyway ni complicated, ila ni kuna vijana wawili nakaa nao pale nyumbani kwangu ambao wananitegemea mimi na boost katika harakati zao. Kwa hiyo chakula nikawapa wakala wao. Baada ya ilikuwa kingi. Kwa nilipofika nikawaachia ripoti vijana. Ripoti ile ni leno, shughulikeni nalo. Na baadhi sikutaka kukila kile chakula maana kwa nini mtu aniforce kubeba chakula. Kwa siku nje hata kijiko kimoja, japo sina kinyongo naye, lakini at least moyoni mwake anajua kwamba mshikaji alibeba kile chakula. Kwa nilipofika nikapata wanangu. Sasa nikakaa kama baada ya miezi 3 mbele, bibi akanipigia simu tena. Kule chenga. Changanya. Nikamwambia kuna nini tena? Tena nipigia usiku. Kama kuna nini tena? Mara mimi wao nikipigia simu usiku na ndugu najua kuna mtu kafa huko. Tena mtu ambaye anajiweza kwa maisha yake anajua kuna mtu kafa. Kuna nini tena? Maana muda wenyewe sio kuanza kusikiliza vifo hiyo. Na mabana mara nyingi sana huwa sipokeagi namba ngeni usiku. Yaani kuna vitu wasipendi sana. Pokea namba ngeni, namba za ndugu, mishale usiku. Unaweza kukosesha usingizi. Unapokea unaambiwa fulani kameza shoka. Sijui kafia, mimi sitaki. Hayo mambo kwa kweli usiku. Niambie asubuhi nikiwa nishajipanga, nimeamka sina hangover, hapo tutajenga. Kwa aliponipigia usiku na mzee anataka nini tena usiku ni. Tena hapo kabla upokea simu nitamwambia nije nimtukane mzee wa mtu, nije nilale na zawadi aniachie lazi hapo. Nikaangalia ile simu baadaye nikaipokea. Nikaambia kwa nini tena? Naona umekaa kimya ni miezi miwili hujanitafuta tena. Ngambia ushapata ile ada au na si nilikwambia. Ngambia ndio kitu pekee ambacho nitakuwa nikwambie. Kuna kingine bwana? Au kuna kitu gani kingine mzee unataka ukisikie kutoka kwenye kinywa changu? Nikani kupigisha story mtu mzima kama anakupigisha story zani? Ngambia hamna, unajua toka ulipoondoka kidogo tulikuwa kama kuna hali sintofahamu, nilikupa hela ukagoma. Ngambia yaani pia ukinipa ile ada hata sigomei, naipokea kwa mikono miwili. Yaani ile ada
Sasa hivi nipo mkononi. Tena utakuwa besti yangu mkubwa sana. Kuliko kama na mwadai hivi. Na sasa sina hela. Niambia usiwaze hata hivyo sikukuomba mimi. Ni kupima. Kwa nipima, niambia tena sikutaka kukuambia, sema tu. Sasa umepiga simu ngoja nikwambie, nilikuwa nakupima. Hiyo la siku naitaka. Kwa nini? Sasa nijua utanipa. Wewe unanijua mimi. Tunashare damu. Hatushare. Kwa usingeweza kunipa. Kwa hiyo kama ongea kweli wako, wewe ni Mkristo, si ndio? Ndio. Unaenda kanisani, unaamini katika Mungu. Huna hela kwenye akaunti yako. Alinyamaza kujibu, ambapo jibu lake yeye mwenyewe mpaka sasa hivi alijua kwamba anayo. Hela anayo. Kwa alishinda kunijibu. Nikamwambia hata usiwaze. So ndio hivyo, kwa hata usiwaze, mimi sikuchukia wala usiwe na shida. Basi hamna. Taangalia nitapambana. Nikamwambia hata usipambane. Sitaki kupambana vita vyovyote. Wewe tulia, vita vyangu na viweza. Ndio vipambana mwenyewe. Nikaachana na. Ikapita kama wiki akanipigia tena simu. Si anatafuta kwa kufia huyu, upokee msaada wake naye afe. Yaani nimpokelee nimsikilize naye anasemaje. Nampokelea Naambia tarehe 1 tunaenda. Ilikuwa tarehe 1 mwezi wa pili. Ndio hiyo taarifa ilikuwa ananipa wakati ilikuwa ni Januari kama 20 kitu. Akaambia tarehe 1 mwezi wa pili. Tunaenda kujengea makaburi. Kwenda kujengea makaburi. Ndio kujengea makaburi. Kaambia anyway kweli makaburi mwende mkayajengee bana, si mnajua. Kwa hiyo tumechanga tumechanga hela za kwenda kwa sasa sababu nikajua familia yangu na vitu vya ovyo. Sasa ngoja niulize. Mmechanga hela mwende mkajengee makaburi, ambia ndio tumechanga hela tukajengee makaburi. Mmechanga kama shilingi ngapi hivi? Ambia kuna watu bado hawajakamilisha, lakini mpaka sasa hivi kwa milioni 310 na ngapi ilikuwa wakati ananipa taarifa. Nilishusha pumzi kwa hawa wazee wana vitu vya ovyo sana. Makaburi kwa kweli makaburi ni mengi, lakini sio kwenye hiyo wakachanga kwenye kitu cha ovyo kama hicho. Sasa just imagine mtu amekufa mwaka 1960 kitu huko, mwende mkajengea kaburi lake. Hata mfupa huko chini umekuwa mchanga, yani ni umeisha. Na kuchanga mahela yote au unaenda kuzika, yani unaenda kuzika hela yote. Yani nilisi kama damu imeanza kupungua. Mzunguko wa damu hauendi tofauti. Yani unaenda kinyume nyume. Hauendi sawa. Hela yote. Nikamwambia tena hapo umesema haijakamilika, kwamba mpaka kamilika atarajia kwa shilingi ngapi? Itakuwa hiyo milioni 510 na milioni 527. Sasa nikajiuliza ada yangu mimi nalipa hapa ni milioni 1.5. Kuna mbuzi wanaenda kuchanga milioni 500 wanaenda kuzika. Moyo ulikuwa unauma sana. Sababu nipiga hesabu nikamwambia yani kidogo tu, yani baki kidogo, niambie basi wanipe hela yangu mimi ya kujengea kaburi langu kabisa kwenye hili mchango. Wanitengee mimi bajeti yangu pale. Kama kaburi litakuwa tena linajengwa kwa milioni, nipewe mimi kabisa hela yangu. Nipewe mimi sehemu yangu ya mchango wa kaburi langu. Wanipe ile hela, ni nyingi sana, milioni 527. Sema tuko uje. Yaani nikasema nifanyeje? Uje twende. Yaani niwe hata niwe na ofriwa design gani, siwezi kuja kushiriki kuzika hela yote hiyo. Yaani mimi naenda kuambia nini huko juu nikifa? Kwamba eti wewe ulivyokufa tulienda kujengea kaburi lako ambalo iligharimu milioni 10. Yaani hata mwalimu atanielewa? Hawezi kunielewa. Kwa hiyo sitaki kushiriki kwenye hiyo dhambi ya kujenga. Mtu kafa mwaka 1900, hayupo hata alizini mwenyewe. Kaburi limekanyagwa mpaka limepotea. Naenda kulijengea. Sasa inasaidia nini? Kwamba Yesu akirudi akija amwangalie huyu ni Juma, kwani hata watambua? Unaona, mimi sitoshiriki kwa kweli. Ngamba siwezi kushiriki kwenye hiyo dhambi, maana hiyo ni dhambi kama dhambi nyingine. Kuna mashirika ya watu wasiojiweza kibao. Ukoo wetu unahitaji msaada kibao. Kuna watu hawana nyumba nzuri kwenye ukoo wetu. Kweli mnachanga kwenda kujengea marehemu kuliko kujali watu walioko hai. Kuna watu wanataka kwenda hospitali. Jamani, mkafanyeni upuuzi. Nasema kweli najua Biblia inaniambia sasa, kweli najua haipo sawa. Singema msubiri kwa tutaenda mbali. Biblia imechanga shilingi ngapi? Amechanga milioni 12. Kumbuka nilimwomba 500 hana. Amechanga milioni 12 kwenye kitu cha ovyo. Kwani nyinyi kwa confidence imechanga milioni 12. Oh wow.
Ambia yeye unajua kaburi la dadangu tu juzi kama kaburi la dadako ndio ile dadako mnaitumia sasa. Ambao kuna 30% zangu. Anyway. Bwana nyinyi safari njema. Mwende mkazike hizo hela unazoenda kuzizika, lakini mimi siwezi kushiriki kwenye hiyo dhambi. Maana hiyo ni dhambi kama dhambi nyingine. Hamwezi kwenda kuchoma milioni 100 ngapi. Lazima hamna hata sio nyingi. Sio nyingi. Wewe uko sawa? Tofali yenyewe matofali yanauzwa mpaka 100 huko. Mnataka mjenge kitu cha aina gani nyinyi hapa? Akaniambia kama hiyo kazi tumeipa, tumeenda kwenye kampuni ya ujenzi kabisa kampuni malipo shilingi milioni 87. Na kama kuna mafundi wako mtaani kule hata ukiwalipa dai wako kwa siku mnampa fundi laki, anatulia hati neno lolote. Unaenda kulipa taasisi milioni 87 ya ujenzi kweli? Nyinyi mmekaa kama tapeli hivyo kama mradi wa serikali, mmekuwa kama mradi wa serikali vile. Hela kama Mungu. Ningeomba hamwezi kwani kulipa mimi hela nikasimamia ujenzi. Akaniambia una vituko kweli? Ama maneno tuliyoongea kwamba tukupe wewe ukimbie nazo. Ngambia ndio. Unafikiri sitokimbia nazo? Mimi kimbia nazo. Sasa nimefanya kitu cha offense, kani mkachanga hela wote kwenda kufukuzika. Ambia hamna. Mataka mimi sina maamuzi kwenye hicho. Ama maamuzi sio yangu peke yangu, ni ya ukoo. Kama ukoo gani mtokeni bana. Bwana nyinyi muende mkazike hela yenu salama. Kwa hiyo utakuja ngambia wewe nirudie mara ngapi? Nije uonekane wewe ndio umenipeleka kwamba unanimudu sana. Sitokuja, siendi kuzika hiyo hela huko chini, siendi. Uwe na safari njema, wasalimie, mkazike hizo hela sana. Kesho yake nitaka kanipigia simu. Akaniambia hela imekamilika. Yaani siku moja milioni 200 na kitu ilikusanywa, kwa sababu wakati anipa taarifa ilikuwa iko kama milioni 317. Ndio. Anarudi bila kunipa taarifa, ananiambia hela imekamilika. Ina maana ndio masaa 20 amekusanya zaidi ya milioni 200 na kitu. Baadaye nikamuuliza mtu aliyetoa hela nyingi ametoa shilingi ngapi? Anambia kama milioni 30 mtu mmoja. Mfanya kazi asema yuko ofisini. Hajastaafu kwamba nikiinua mgongo ametoa, anambia hapana, hiyo ni hela yake ya mshahara kwa kawaida. Kwa hiyo kuna kuku kwenye familia wana hela ipo kwenye account. Maana kama katoa milioni 30 na maana ana zaidi ya milioni 100 ngapi imetulia. Ni mtu ambaye nikimwambia ni anisaidia hata hela ya pipi atasema hana. Ndio. Sema anyway. Nashukuru kwa kusikia hivyo, lakini mimi na safari njema, kwa sababu msimamo wangu mimi uko pale pale. Kwanza sitaki kusikia hizo taarifa tena kwa sababu zinaniumiza sana. Nilikuwa juzi nimepita feri pale ombaomba, nimewaona nikakumbuka nyinyi mnaenda kuchezea hela na wakati kuna watu wanaohitaji nazo. Nimeumia sana. Akaniambia hamna, huwezi kusaidia dunia nzima. Sasa huwezi kusaidia dunia nzima ndio mfanye vitu vya kipuuzi kama hivyo. Ngambia na wenyewe nendeni bwana. Akaniambia sema leo nina surprise yangu. Umeanza kuchangamka. Surprise ya nini tena? Akaniambia niambie kitu chochote, yani kama ni fair tu kwangu na kufanyia kitu chochote na kununulia. Kama nataka gari. Akaniambia sio hivyo, yani vitu vya kawaida. Ngambia maana chochote imekaaje kwa? Anambia hamna bwana Matayo, yani kitu chochote hata kisizidi hata 50,000. Ngambia sasa niambie unataka kulipa 50,000 na nizungusha nini? Nizungusha huko kwenye mapoli wewe, unaweza kuniambia chochote. Nunulia nyumba. Anambia basi kama ni hiyo 50,000 mpatie. Anambia mwanangu ndio ameniomba nikupatie. Nani? Shangazi yako. Ngambia mimi niongea naye sio wewe. Siwezi kupokea hela yako. Akanitafuta akaniambia mimi sina hela, lakini mama akupatie. Na kweli hapo wakati huo mimi sina hata 100. Kama ile nakumbuka nilikuwa naifunga kipindi hicho, kwa nilikuwa natafuta hela one time, naenda kufanya kazi ya dakika kadhaa napata hela. Kwa hiyo yangu ilikuwa ni ya siku tu, yani ya kuingia na kutoka, mbona natumia unaila. Kwa shangazi baada akaniambia najua, unajua mimi nilisoma chuo, maisha bila msaada hawezi akaenda. Nilikuwa na rafiki yangu, mimi mama yangu hajawahi kuniacha hata therusi, kwa hela nilikuwa napata, lakini nilikuwa na rafiki yangu alikuwa na maisha magumu sana. Huyo ni wa kike na alikuwa na boyfriend wake. Sasa je, imagine wa kiume. Ngambia nishaikutafuta nikakulilia, mbona unajieleza sana? Hayo ni maisha ya huyo mtu unamwongea ni ya kwake, hayo ni yangu. Ngambia najua utoka uongee ukweli kwa sababu huna maelewano mazuri na familia zenye uwezo. Ngambia sina maelewano na mazuri, au wao ndo hawana maelewano na sisi. Anambia kivipi yani? Haiwezekani hata mara moja tajiri awe na kwaro na mtu ambaye ana hela. Ngambia bora hata leo umejua kwamba nyinyi ni matajiri si maskini. Ila by the way, wewe unakubaliana na wao kwenda kuzika ile hela. Anambia hata mimi sina ubini na wewe uko wenu unaenda kuchezea hizo hela. Ngambia kwa hiyo uko wenu mnaweza kufanya kitu kama hicho. Ngambia wewe ujinga tu ukafanya kama yes.
wewe na mimi tuko kwenye gari moja, hatuwezi kukubali kitu cha kipuuzi. Kwa hiyo usinichukulie poa kama unavyojua. Kwa hiyo sasa basi sawa, anyway tuachane na hayo mambo, chukua. Nikamwambia bana, mambo hii ulionipigia weka huko. Asante by the way. Nashukuru, ila nimechukua kwa sababu ya wewe. Sikuwa nataka hela ya mtu. Kwa hiyo nakuja kushangaa, imethibitishwa mapokeo 1,000 ambayo 50 ilikuwa ya bibi, 50 ya ile shangazi. Na mimi kama ilivyotumwa. Na kutoa ilitumwa, nikaenda nikaitoa yote 100,000 pa 50, na mimi nikaenda kuitoa fungu la 10 kanisani. Ya bibi yani. Nikapeleka kanisani. 50 ya ile shangazi mdogo ndio nika nimeitumia. Sikutumia 50 ya bibi iliyotumwa. Kwa 50 moja nilitoa kabisa kwa dhana ya moyoni kwamba hii ni hela ya bibi, naenda kuitoa kanisani kama sadaka. Kwa nini kupeleka 50? Kuna pia nikaenda kwa Mungu wasamee. Naenda kufukia hiyo hela huko. Kwa hiyo nilitoa ile sadaka yangu pia kwa msamaha kwa ajili ya kitu cha kipuuzi wanachoenda kukifanya. Na from that moment nikasema hapana. Mimi na huu uko nikarudia kwa yangu ile tena, hawa wana deserve mwili wangu tu nikiwa nimeshafariki. Haya mengine hapana. Hawa jamani hawafai. Huwezi kwenda kuchoma zaidi ya milioni 527 unaweka kwenye ardhi. Alafu kuna kuku mmoja ametoa milioni 30. Unaona kabisa jamaa hawafai. Yaani hawa hawafai kuwa ndugu wala ukasema. Kwa from that day mpaka hivi ninavyoongea nikasema wao mimi na wao hapana. Nikaamua kupambana na maisha yangu. Sasa hivi sitaki msaada wa ndugu yoyote. Na by the way, Mungu mkubwa. Mambo yangu yote yamekaa clear. Mwaka wangu wa 3 wa mwisho, semester ya 2 soon inaenda kuanza. Kila kitu changu kiko clear. Napambana mwenyewe, sitaki tena msaada wa mtu. Na kitu kingine ambacho naweza nikawaambia wengine wote ambacho inabidi wawe nacho. Kitu cha kwanza ni ile kauli ya mama yangu. Msaada sio kitu cha lazima. Msaada ni maamuzi ya mtu akupatie au asikupatie, either alipromise au akupromise. Msaada sio kitu cha lazima. Na kitu kingine, kama ulitoka mbali, yani kama mimi kutoka darasa la kwanza mpaka ninafika advance au chuo kikuu, mtu hajakusaidia kutoka huko kote. Kama una uwezo kumalizia kupambana safari yako mwenyewe, pambana tu mwenyewe mwishoni. Kwa sababu hakuna atakayejali kuhusu kufanikiwa kwako, bali watahitaji kukutumia katika mafanikio yako. Asanteni. I'm done. Thank you. That's all. Mwaka wa 3, final year, naenda kumalizia. Sitaki kusikia kitu chochote kuhusu ndugu. Tulikuwa na safari ndefu sana kuifuatilia safari ya maisha ya Mathayo. Na leo nina furaha zaidi kuona tumemaliza simulizi ya maisha ya Mathayo. Mathayo ni kijana mpambanaji ambaye amepitia changamoto nyingi sana katika maisha yake. Na mpaka leo hii yuko chuoni akiendelea kupambania ndoto yake. Huku akisisitiza jambo kubwa sana katika maisha, kwamba msaada sio kitu cha lazima. Lakini tukijifunza pia kuwa binadamu sio watu wa kuaminika abadan, bali wa kumwamini ni Mungu pekee. Ndiye ambaye anaamua na ameshapanga safari ya maisha yako itakuwaje. Tunamwombea sana kijana mwenzetu wa Kitanzania Mathayo. Mwenyezi Mungu aisimamie vyema safari yake ya maisha, kuanzia tulipoishia kuendelea mbele zaidi ya maisha yake. Na Mwenyezi Mungu kamwe hawezi kumwacha mja wake. Kuisha kwa simulizi ya Mathayo ndio mwanzo wa simulizi nyingine. Nikukumbushe sana usisahau kusubscribe kisha bonyeza alama ya kengele. Lakini ningependa zaidi kama ungetoa maoni yako kuwa kupitia simulizi ya maisha ya Mathayo umejifunza nini zaidi. Karibu sana.